Nukta nyingine muhimu, fadhila za masahaba tutazitaja kidogo, hasa tulipokuwa kwenye baadhi ya darasa tumezisoma baadhi ya aya zinazoonyesha fadhila za masahaba. Tutazisoma baadhi au aya nyingine, sasa zile ambazo tushazisoma tutazirudia. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Fath, inna fatahna laka fathan mubina, kwenye aya ya 18 ambayo hii ni sura ya 48 aya ya 18, anasema laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. والله لقد والله وحقيقة hasa Allah amewaridhia waumini pale walipokula kiapo cha utiifu chini ya mti, pale walipokula kiapo cha utiifu kwako Muhammad chini ya ule mti. Allah amewaridhia maswahaba wale, waumini wale waliokula kiapo cha utiifu kwako tahta ash-shajara, chini ya ule mti. Isitoshe, fa'alima ma fi qulubihim, Allah subhanahu wa ta'ala aliyajua yaliyomo ndani ya vifua vyao, aliujua ule ukweli wao kwake, alijua ile imani yao wanaomuamini yeye, alijua yale mapenzi yao juu yake na juu yako wewe Muhammad, ameyajua. Fa'alima ma fi qulubihim, Allah aliyajua yaliyomo ndani ya nyoyo zao. Faanzala as-sakinata alayhim, akauteremsha utulivu juu yao. Wa athabahum fathan qariba, na Allah akawapa ushindi ulio karibu, ushindi wa karibu akawapa. Fathu iliyokusudiwa hapa ni kule kuingia watu katika dini ya Allah makundi kwa makundi, kwa sababu katika hii bai'a waumini waliohudhuria pale ambao walikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoka nao Madina kwenda Makka kwa ajili ya ibada ya umra ni masahaba 1400 takriban, 1400. Lakini baada ya kula kiapo cha utiifu, kufa kupona, lakini tutainusuru dini ya Allah, kufa kupona, lakini tutamnusuru mtume wa Allah. Baada ya kula kiapo kile, pakafungwa mikataba ya Hudaybiyah. Ukiitazama dhahiri yake ni mikataba kandamizi ambayo haikai kwenye mizani sawa sawa, inaelemea upande mmoja ikiwa kandamiza Waislamu na Uislamu, lakini ilibidi ikubaliwe. Na hasa jambo lenyewe kubwa kabisa lilipelekea pakubaliwe pale ni kwamba watu wasitishe vita, kuwe na amani. Na Uislamu siku zote unamea na kustawi na kuenea kwa kasi kabisa wakati wa amani. Da'wa ya Uislamu inakuwa na nguvu sana na kuenea inapokuwa kuko shwari na kuna amani. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akaikubali mikataba ile. Ndani ya kipindi cha miaka miwili, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotaka kutoka kwenda Makka alitoka na watu zaidi ya 10,000. Kwa ilikuwa ni fathu kubwa kabisa, watu wakaingia katika dini ya Allah makundi kwa makundi kwenye miji mbalimbali. Kadhalika miongoni mwa aya zinazoonyesha fadhila za masahaba, kwa hiyo hii aya hii miongoni mwa fadhila zilizotajwa hapa ni kuwa hawa masahaba Allah yuko radhi nao, katangaza radhi yake kwamba mimi nimewaridhia
hawa mimi nimewaridhia, hawa niko radhi nao. Waman radiyallahu anhu fala yashqa abada, yoyote ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemridhia hawezi kuwa muovu milele. Allah yuradhi na jambo hilo, Allah yuradhi naye, amemridhia, ana radhi za Allah. Na hii ndio asili ya sisi tunapowataja hawa masahaba tukasema radhiyallahu anhum. Aya nyingine ni aya katika suratul Hashr. Allah subhanahu wa ta'ala alipowaelezea masahaba muhajirun kwamba wao ni watu wenye imani ya kweli kabisa, si wadanganyifu kwenye imani yao, kwenye aya ya 8 suratul Hashr, Allah subhanahu wa ta'ala anasema akitoa maelekezo juu ya mgao wa mali itakayopatikana kutoka kwa makafiri pasi na vita, fai'u, mali hiyo apewe nani na nani. Akaanza kuwataja, kisha kwenye aya ya 8 akasema lilfuqarai, pia wapewe mafakiri, lilfuqarai almuhajirin, pia mali hiyo wapewe mafakiri maskini, mafakiri wa muhajirin, mafakiri katika wahamiaji. Muhajirin ni wahamiaji, wale mafakiri wao wale wapewe. Alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, mafakiri ambao walitolewa katika nyumba zao, kwenye miji yao, na wakanyang'anywa mali zao. Yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, wametolewa wakatoka katika miji yao wakaacha mali zao, ili hali wanatafuta fadhila kutoka kwa Allah na radhi. Kilichowafanya wakina Abu Bakr na Umar na Uthman na Ali na kina Mus'ab bin Umair na wengineo radhiyallahu anhum kuacha miji yao, kuiacha Maka kwenda Madina, ni kwa ajili ya kutafuta fadhila za Allah na radhi za Allah, si jambo jingine. Yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu, na wakawa wanamnusuru Allah, wanainusuru dini ya Allah na mtume wake. Kilichowatoa ni kwenda kuinusuru dini na kumnusuru mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si kwamba walisikia huko Madina kuna migodi ya dhahabu, kuna migodi ya almasi, kwa hiyo twende, lakini tutafanikiwa pamoja na dini, tutapata mingine, kidau nipeleke Pemba na haja nako, kama wanavyosema wenye Waswahili, au hija wa haja. La, wameacha mali zao na biashara zao, wakaacha nyumba zao na watu wao na jamaa zao. Tunakwenda Madina, lengo ni kutafuta fadhila na radhi za Allah, lengo ni kumnusuru mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lengo ni kuinusuru dini ya Allah, hata kama tutakufa katika hali ya ufakiri. Watu hao wapewe. Kwa nini? Ulaika humus sadiqun, ulaika humus sadiqun, hao ndio wa kweli kabisa katika imani zao, wa kweli kwenye kauli zao, wa kweli kwenye matendo yao. Tazkia hii ya Allah subhanahu wa ta'ala ukishaipata, hakuna wa kukuangusha. Wameipata muhajirun. Hii ni fadhila, nafasi kubwa kabisa, kwamba hawa ni watu wa kweli kabisa, si waongo. Aya nyingine ya 9 ikaendelea ikiwaelezea wenyeji wa Madina waliowapokea hawa wahamiaji. Wenyeji wa Madina katika maswahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watu waliomwamini mtume sallallahu alaihi wasallam na kumnusuru. Akasema mali hiyo pia wapewe walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Allah subhanahu anasema mali hiyo pia wapewe wale waliochagua mji wa Madina kabla yao wakaufanya kuwa ndio mji, na wakauchagua Uislamu wakaufanya kuwa ndio imani yao. Tabawa udara wal imana, wameuchagua mji wa Madina kuwa ni mji wao, ndio maskani yao, na Uislamu kuwa ndio imani yao. Tabia ya watu hawa na mwenendo wao, yuhibbuna man hajara ilaihim, wanawapenda wahamiaji waliohamia kwao, wale wageni waliohamia kwenye mji wao wanawapenda. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, wala hawapati katika vifua vyao husda yoyote, hajatan, husda yoyote, mimma utu, katika vile walivyopewa. Hawafanyii hasad, hawachukii kwa sababu wamepewa kitu fulani na kitu fulani. Wanawapenda wageni wao. Yuhibbuna man hajara ilaihim, wanawapenda waliohamia kwao. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, na wala hawapati katika vifua vyao husda yoyote kwa vile walivyopewa muhajirun. Wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, na walikuwa wanawapendelea wenzao zaidi kuliko nafsi zao, ijapo kukipatikana katika nafsi zao uhitaji. Hata kama kutapatikana uhitajio wa kitu, lakini yeye anahitaji kitu hiki, anahitaji hili shamba alilime, lakini ndugu yangu, basi atampa ndugu yake mgeni. Mimi nazihitajia hizi pesa na ni hizi, lakini ndugu yangu hana, achukue yeye kwanza. Wayuthiruna ala anfusihim, na wanawapendelea zaidi kuliko nafsi zao, wanawatanguliza kuliko nafsi zao. Walau kana bihim khasasa, hata kama kutapatikana kwao uhitaji, wao wanahitajia, lakini mpe huyo. Na hili lilitokea, tarikhi twaisoma na sira twaisoma, kwamba kuna watu walifikia wakati mtu amwita Abdurrahman bin Auf, njoo, mimi nina wake hawa wawili na nina shamba mimi kule, sasa kachague mmoja katika wake wawili wale, utakayempenda wewe nitamwacha umuoe wewe, alafu na shamba pia ukachukue. Jambo kubwa lisilowezekana, halijawahi kutokea tangu dunia iumbwe. Sasa walifanya hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, waman yuqa shuha nafsihi faulaika humul muflihun. Maana yake ni vipi? Kwamba hao ni watu waliokingwa na ubakhili na uchoyo wa nafsi. Kwa hiyo inakuja natija ya kwamba na yoyote atakayekingwa na uchoyo wa nafsi na ubakhili wa nafsi, basi hao ndio waliofaulu. Hawa wamekingwa na hali hiyo, hawana uchoyo, hawana ubakhili katika nafsi zao, walikuwa wakiwapendelea ndugu zao kuliko wao wenyewe. Kwa kuwa hili ni jambo zito, nataka imani kubwa sana. Sisi hatukulazimishwa waislamu wengine kufanya hivyo, tukaambiwa tu tusimame mahali pamoja. Ahibba linnasi ma tuhibbu linafsik, wapendelee watu lile unalolipendelea lipate nafsi yako ipate. Mpendelee tu kwamba mimi nimepata gari, natamani ndugu yangu naye apate. Sio kwamba basi hili chukua wewe, mimi nitatembea kwa mguu. Hilo huliwezi. Ungekiwa sheria hiyo ungekufuru, kusema kama Uislamu wenyewe ndio huu, mimi siutaki Uislamu mzuri ila hapa tu, ya hapana, utakufuru. Kwa hiyo basi wewe mpendelee kheri tu, na wewe Allah akupe. Lakini pia hilo la wengi katika Waislamu linawashinda. Akipata yeye, mwingine asipate. Kwa nini apate kama mimi? Kwa nini apate kama mimi?
Nasallallahu alafia wassalama. Lakini tuna mtihani mkubwa sana wa ubakhili wa nafsi na uchoyo wa nafsi. Usitaki kumtafuta mtu mwingine, jipeleleze tu nafsi yako wewe. Unapokuwa una njaa, sasa njaa imekukamata, alafu una pesa kidogo tu mfukoni za kula kitu fulani, kwamba hata nikinunua hiki sitashiba, unataka kununua, alafu rafiki yako huyo kaja naye hana kitu, unaweza kupiga U-turn pale. Sasa mimi nilikuwa nakwenda hivi kidogo, ili umzungushe huku utafute mahali ili asishirikiane na wewe katika kula. Hodi tayari ushaficha mvunguni, au wengine chumbani futa watoka. Vipi unapiga story nje, chakula umekiacha ndani ili asishirikiane na wewe kwenye kula. Mchoyo haizungumzwi katika wakati sasa unacho kipo kingi waweza kubakisha. Hakikutoshi na wewe na mwenzako, wewe na wewe mwenzako mko sawa, nyote mna njaa, lakini umetangulia kupata. Pale ndio ujipime wewe kwamba je, ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika, inafanya kazi?